kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Ndio maana nasema tatizo langu, ili ujijue ni mimi. Amena. Kwa chochote ambacho mtu anapitia, changamoto yoyote, hakuna tatizo ambalo limekuja from nowhere. Trust me. Ndio maana lazima ujifunze kila ninapoitwa leo kuomba kinyume na yeyote anayeratibu matatizo kwenye maisha yako. Either unajua au hujui, kuna mtu ambaye ndiye anatengeneza. Kuna kiwanda cha kutengeneza matatizo. Kuna kiwanda cha kutengeneza shida kwenye maisha ya mtu. Nyuma ya shida yoyote, changamoto yoyote, kuna mtu aliye nyuma ya hiyo tatizo. Nyuma ya mauti kuna mtu aliyesababisha hiyo mauti. Yupo. Kwa sababu hakushughulikiwa, ile changamoto imekupata. Sukano, nielewa? Narudia tena. Kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Narudia tena. Kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Kwa hiyo ili kuondoa tatizo, kwanza muondoe tatizo. Pili, muondoe aliyesababisha utengeneze hilo tatizo. Muondoe kwanza mchawi. Pili, ondoa tatizo letu na mchawi. Janielewa? Nikaletewa binti moja kanisani juzi Jumapili. Nilimuuliza chanzo cha tatizo likotokea. Akasema alipoenda kusalimia kwao Iringa huko Tanangozi, tangu shule ya msingi, aliporudi tatizo likaanza kuanguka, mapepo, kuanguka anapoteza fahamu, mara kizunguzungu. Amen. Nilivyomshika mkono, nikaanza kumuongoza sala ya toba. Nikasema unamhitaji kwanza Yesu kwenye maisha yako, ili sasa akupe mwanzo mwingine mpya, akutendee jambo jipya kwako, usiumwe tena. Nilipomshika mkono kumuongoza ile sala ya toba, hatutaki, vimelipuka. Huyu ni wa kwetu, kelele kibao, hautuwezi, muulize amezunguka sana, wewe ndio utamweza. Wanaposifa. Nikamuuliza, wewe ni nani? Shangazi yake. Shangazi yake. Sasa ndio shangazi ni dada wa nani? Wa mama. Kumbukeni, adui za mtu ni wale wa nyumbani. Kwa yote anayopitia huyu, akikaa kichwa kinamuuma vizuri sana, anashindwa hata kusoma binti wa watu, lakini kumbe ni shangazi. Nasema tena, kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Wenyeji ambie kabisa, kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Rudia tena, kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Kuna mtu nyuma ya matatizo ya watoto wangu. Kuna mtu nyuma ya matatizo kwenye familia yangu. Ndio, kuna mtu ndiye ambaye anasababisha majanga. Yupo. Sasa asipoondolewa huyo mtu, asiposhughulikiwa huyo mtu, na madhara yake asipoondolewa, nisikilize, wakajitapa sana, hutuwezi, proje nyingi. Nikamwambia umemaliza kuongea? Umemaliza kuongea? Na mimi nikaanza ya kwangu. Amen. Nisikilize. Tumeomba, alitokwa na damu, I think ni sikio la kushoto, damu. Kachukua tishu, damu. Sasa angalia. Kumbe hawa tayari walishamfanya madhabahu yao huyu binti. Damu kwenye sikio katoka. Wamejitutumua. Baadaye tumeshindwa. Ngasema sasa ondoeni kila mloliweka huko.
kila takataka mzoziweka ondoeni, toka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Pale pale. Narudia tena, kuna mtu nyuma tatizo. Nikaletewa binti mwingine yuko form 1. Jumapili wamefunga shule. Sasa kule alikopelekwa shule boarding kuna kijagu. Sasa hivi hawaji na matokeo, sio kwanza mpaka wangapi, kuna division, si ndio? Mtoto amekuja ana zilo. Mama yake anasema mwanangu hata simuelewi. Sielewi mchungaji. Zilo. Tatizo jingine, alikuwa jikojolea kitandani, anajikojolea kitandani. Tatizo jingine, analamika tumbo linamuuma vizuri sana. Bwana asifiwe. Sasa nakueleza hii, kuna mtu nyuma tatizo. Nilivyomwekea mikono, sinaelewa sasa. Nikamuuliza njozi gani unaziotaga mwanangu? Akaeleza. Nilivyoweka mikono, dogo kaanza kujipinda. Akasema kuna siku akaota ndoto analishwa vyakula. Kwenye ndoto, nikajua tayari. Nikaweka kipima korona. Korona zimo ndani. Piga. Vimo ndani. Fumua. Fumua. Nikasema achieni akili, rudisha ufahamu wake, uelewa wake, na tumbo na haribu vile vyakula mlivyovilisha vya kichawi, nyama za kichawi, kwa jina kuanzia sasa tumbo na lipo. Aya, pale pale kapona. Pale pale tumbo limekata. Sasa jaribu kumtafuta kesho. Tampigia simu bado anakojoa. Lakini kajue tayari ni pando, kukojoa kusio kawaida. Wewe form 1 unakojoa. Lakini alikuwa akojoi ati. Kwa sababu ni wanafunzi wenzake tu vigagula. Sasa hivi tunawafundisha kama watoto wetu wafundishe kuomba. Huko mashuleni kuna wakati hutakuwa na watoto wako. Trust me. Umewajengea msingi gani wa kusimama na Mungu wako wanapokuwa mbali na wewe? Sasa akikaa vibaya huko, wenzake watamtupia COVID. Sasa tukiweka thermometer tutaikuta. Bwana apewe sifa. Amina. Jamani, kuna mtu nyuma ya tatizo unaopitia. Anayesababisha usipate fedha zako, stahiki zako, yuko mtu. Kwa nini wengine wapewe usipewe? Kuna mtu anasema wacha wapewe, huyu asipewe. Kwa nini? Mnabifu naye. Kumbuka ufalme wa Mungu patikana na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wauteka. Kwa lazima uwe na nguvu zaidi ya huyo anayesababisha matatizo. Unanielewa? Ushindi wako ni kuwa na nguvu zaidi ya adui yako. Kama adui yako ana nguvu kukuzidi, ana mamlaka juu yako. Bwana apewe sifa. Mithali 4 mstari wa 16. Tafadhali. Chap pale. Mithali 4 na ule mstari wa 16. Mithali 4:16. Changamka pale. Mithali 4:16. Anasema hivi, maana hawalali isipokuwa wametenda madhara. Umepata kitu Maana hawalali isipokuwa wametenda madhara. Hawalali kabisa isipokuwa wametenda madhara. Kwa hiyo madhara unayoyaona, kuna mtu ambaye hakulala mpaka amekutendea madhara. Anasema
huondolewa usingizi ikiwa kumwangusha mtu. Anasema huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Hawalali isipokuwa wametenda madhara, alafu huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Sasa swali linakuja, nani ambaye ameondolewa usingizi kwa ajili yako? Nani ambaye ametumwa kuletea madhara kwenye maisha yako? Nani? Kumbuka, hawalali isipokuwa wametenda madhara, alafu huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Kwa hiyo yuko mtu ametumwa specific mpaka kuangushe, mpaka kuletea madhara, ila wewe umelala, umeamka, hujajua kuna mtu anakuwinda akuangushe, kuna mtu anakuwinda akutendee madhara. Unapoona anguko lako halijatokea ghafla, yupo aliyesababisha anguko lako. Biashara kufa, yupo aliyesababisha biashara kufa. Mwanangu Proskovia anasema nilikuwa na matatizo. Swali linakuja, nani aliyeleta matatizo? Ukiona matatizo na kudrive, maana yake wewe ni dhaifu kuliko yule aliyekuletea matatizo. Sasa kama ukiona matatizo yamesha kudrive, maana yake una nguvu dhaifu ndogo kuliko mleta matatizo. Unamhitaji mwenye nguvu zaidi kuliko nguvu zako ulizonazo, kuliko mleta matatizo kwenye maisha yako, ili aweze kuondoa matatizo. Uliomba mwenyewe ukashindwa, unamhitaji mwenye nguvu zaidi kuliko nguvu ulizonazo kumuondoa aliyekuletea matatizo. Unahitaji kujichaji, kufunga na kuomba, kuliovercome lile tatizo lililoletwa na mleta matatizo. Hebu sema, Baba, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na yule aliyeondolewa usingizi, yule aliyetuma kuniletea madhara, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aliyepewa jina langu, aliyepewa sura yangu, Bwana wa uzima, nasimama kinyume na huyo mtu ambaye ndio chanzo cha matatizo kwenye maisha yangu, ndiye chanzo cha shida kwenye maisha yangu, ndiye chanzo cha maisha magumu kwenye maisha yangu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nashindana leta ya matatizo, nashindana ambaye ni chanzo cha matatizo, nashindana anayesababisha matatizo, nashindana anayesababisha ugumu, nashindana anayezuia, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, anayesababisha mauti, anayesababisha magonjwa, anayesababisha matatizo, anayesababisha balaa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe uliye nyuma ya hii changamoto, wewe uliye nyuma ya hii shida, wewe uliye nyuma ya kukataliwa kwangu, hebu mwambie na kushambulia kwa jina la Yesu. Mwambie unaleta mauti na kushambulia, wewe unaleta magonjwa na kushambulia, wewe unaleta laana na kushambulia kwa jina la Yesu Kristo. Uliye nyuma ya roho ya mauti, uliye nyuma ya changamoto ya kukataliwa, uliye nyuma ya hali ngumu ya kiuchumi, uliye nyuma ya kukataliwa kazini, uliye nyuma ya haya matatizo, uliye nyuma ya kukataliwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakushambulia kwa jina la Yesu, ninakushambulia kwa jina la Yesu, ninakung'oa kwa jina la Yesu Kristo. Nang'oa na shida zako, nang'oa na matatizo yako, nang'oa na balaa lako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Unayesababisha matatizo, unayesababisha majanga, ninakushambulia, 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 ninakushambulia. Wewe mganga unayesababisha majanga, wewe uliyenendea kwa mganga, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, uliye nyuma ya changamoto, wewe mganga ambaye ndio chanzo cha shida, wewe mchawi uliye chanzo cha shida, ninakushambulia, ninakushambulia. Wale sababisha nianguke kazini, wale sababisha nianguke kiroho, na kushambulia
kushambulia sasa, na kushambulia sasa. Wewe uliyetumwa kuniangusha, wewe uliyetumwa kunirudisha nyuma, wewe uliyetumwa kuangusha biashara, wewe uliyetumwa kushambulia familia, wewe uliyetumwa kushambulia watoto, na kushambulia wewe, na kushambulia wewe na matatizo yako na balaa lako, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu shambulia sasa, hebu shambulia sasa. Chukua mamlaka ya Yesu Kristo, toa mamlaka ya Yesu Kristo kwa damu ya mwana kondoo. Tunawashinda kwa damu ya mwana kondoo, tunawashinda kwa jina la Yesu Kristo. Hebu washinde kila tatizo. Yupo anayesababisha hilo tatizo. Kuna mtu nyuma ya tatizo lako. Nasema kuna mtu, nasema kuna mtu. Mwambie wewe mtu unayesababisha hili tatizo, mwambie wewe jini, wewe pepo, wewe mchawi unayesababisha hili tatizo. Nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita na wewe msababishaji, nafanya vita na wewe ambaye ndiye chanzo, nafanya vita kwa jina la Bwana majeshi, kwa jina la Bwana majeshi. Hebu shindana anayekusababisha. Wengine wanapandishwa cheo, wewe haupandishwi cheo. Yupo aliye nyuma, yupo anayesababisha. Hebu shindana anayesababisha. Nasema kuna mtu nyuma tatizo lako, kuna mtu nyuma kuto kupandishwa cheo. Nasema kuna mtu nyuma ya kuto kupandishwa mshahara. Nasema kuna mtu nyuma ya kuto kuolewa kwako. Nasema kuna mtu nyuma ya ndoa yako kuvunjika. Nasema kuna mtu nyuma ya kuto kufanikiwa kwako, kuto kuzaa kwako, kuto kufanikiwa kibiashara, kuto kuinuka kibiashara. Nasema kuna mtu nyuma, nasema kuna mtu yuko nyuma, nasema kuna mtu yuko nyuma, nasema kuna mtu yuko nyuma. Hebu mshambulie huyo aliye nyuma ya changamoto, hebu mshambulie huyo aliyeleta hiyo changamoto. Haijajileta hiyo changamoto, haijajileta hiyo changamoto, hiyo mauti haijajileta. Nasema yuko anayesababisha hiyo mauti, nasema yuko anayesababisha hiyo taabu, nasema yupo yupo. Shambulia huyo kwa jina la Yesu. Shambulia huyo kwa jina la Yesu. Shambulia huyo kwa jina la Yesu. Tangaza na kuondoa wewe unasababisha matatizo, na kuondoa wewe unasababisha mifugo yangu inakufa, na kuondoa wewe kwa jina la Bwana majeshi. Naondoa ile mauti kwenye mifugo, na kuondoa wewe leta hiyo mauti kwenye mifugo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shambulia huyo kwa jina la Yesu. Shambulia huyo kwa jina la Yesu. Yes, anasababisha huduma inasuasua. Hebu shambulia huyo kwa jina la Yesu. Biashara inasuasua, hebu shambulia huyo kwa jina. Yuko mtu nyuma, mambo yaendi. Unajiuliza mbona mambo yasogei? Wengine mambo yanakwenda, yangu hayasogei. Wewe si wao, vita ni wewe, si kwao. Maana wao wanaenenda sasa na ulimwengu huu, wewe si wa ulimwengu. Ndio maana napambana na wewe. Kuishi katika ulimwengu huu inahitaji upigane vita, inahitaji uwe mtu wa maombi, inahitaji uwe mtu wa kupigana. Hebu shindana nao. Tumepewa uwezo wa kushinda falme, tumepewa uwezo wa kushinda milki, tumepewa uwezo wa kushinda dhambi kwa damu ya Yesu Kristo. Waliotumwa kutuangusha kwenye dhambi fulani, mwambie Bwana, na washinda kwa damu ya Yesu, na washinda kwa damu ya Yesu, na washinda kwa damu ya Yesu. Shindana, shindana. Ndio, kuna mtu nyuma ya tatizo lako. Nasema tena, kuna mtu nyuma ya changamoto yako. Yuko mtu, nasema yuko mtu nyuma ya changamoto yako. Yuko mtu. Shindana. Nasema nyuma ya changamoto yako yuko mtu, nyuma ya changamoto yako yuko mtu. Mshinde huyo kwa jina la Yesu, mshinde huyo kwa jina la Yesu, mshinde huyo kwa jina la Yesu. Ng'oa shida zake, ng'oa changamoto zake, ng'oa hiyo mauti, ng'oa, ng'oa, ng'oa. Hawalali isipokuwa wametenda madhara. Kuondolewa usingizi ikiwa hujamwangusha mtu. Yupo aliyetuma kuangusha. Nasema yupo aliyetuma kukuangusha. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Mungu akamwambia Yeremia, nao watashindana nawe lakini hawatakushinda. Wapo wanaoshindana na wewe, lakini Mungu anasema hawatakushinda. Unayo ahadi. Mungu amesema hawatakushinda. Yes, hawatakushinda. Mungu amesema. Mungu amesema hawatakushinda. Nasema hawatakushinda. Hawatakushinda. Shinda kwa damu ya Yesu Kristo. Washinde kwa damu ya Yesu Kristo. Yes.
bosi alikuwa anakupenda vizuri, mnaongea vizuri, ghafla kabadilika, ghafla nakuchukia, ghafla kupendi tena. Nasema kuna mtu nyuma ya hilo changamoto. Yuko mtu, nasema yuko mtu, nasema yuko mtu. Usichukulie ni kawaida, yuko mtu. Nasema tena yuko mtu nyuma ya hiyo changamoto, nyuma ya hiyo shida. Nasema yuko mtu, yuko mtu. Mshinde kwa damu ya Yesu Kristo, mshinde kwa damu ya Yesu Kristo, mshinde kwa damu ya mwana kondoo Yesu, mshinde. Yes, mshinde katika jina la Yesu Kristo, mshinde. Yes, kwa damu ya Yesu Kristo. Amini hiyo mauti ishinde kwa damu ya Yesu, mikosi yao ishinde kwa damu ya Yesu. Anayezuia watu wasikuletee hizo fedha, mshinde kwa damu ya Yesu. Nasema yuko mtu anayesababisha kile unachokitaka kwako kiwe kisiwe. Yuko mtu anayesababisha. Kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Yuko mtu, yuko mtu. Mshinde huyo mtu leo, shindana huyo mtu. Nasema shindana huyo mtu. Paulo anasema tulitaka kuja kwenu, mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Kwa hiyo nyuma ya kuto kwenda kwake kuna shetani alikuwa anazuia, nami nakutamkia kwamba kuna mtu anayezuia. Lazima tumshinde huyo kwa damu ya Yesu Kristo. Lazima tumng'oe huyo kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema lazima tumng'oe huyo kwa damu ya Yesu Kristo. Nasema kuna mtu nyuma ya changamoto yako. Nasema kuna mtu nyuma ya zuio lako. Yuko mtu anayezuia usipige hatua. Nasema yuko mtu anayezuia usifanikiwe. Nasema yuko mtu anayezuia. Nasema yuko mtu anayekuchelewesha. Yuko mtu, yuko mtu, yuko mtu, yuko mtu. Hawalali, 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 hawalali. Nisikie amen. Nisikie tena amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, tunayo mamlaka ya kuamuru. Haleluya. Nisikie amen. Wafalme wa kwanza, nasema kuna mtu nyuma tatizo. Kuna mtu amejapiza hata zaa. Kuna mtu amejapiza hata olewa, hata oa. Kuna mtu amejapiza hata pata kazi, ila wengine watapata kazi, sio kwako, sababu wao hakuna mtu anayewazuia, ila wewe unaye anayekuzuia. Narudia, kuna mtu nyuma ya tatizo lako. Yuko mtu, yuko mtu. Mshinde huyo mtu, mshinde msababisha matatizo. Gelma, mshinde. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa kwanza. Amen. Kumbe upo. Wafalme wa kwanza 17:1 inasema, basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Unanielewa eh? Eliya akasema hakutakuwa na mvua wala hakutakuwa na umande miaka hii, isipokuwa kwa neno langu. Kumbuka tulikotoka. Mtu anaishi kwa yale Mungu aliyoyasema, mtu aliyomsemea au mtu aliyojisemea mwenyewe.
Hapa Eliya anatamka juu ya nchi ya Israeli kwamba hakutakuwa na mvua. Kwa alikuwa na mamlaka juu ya taifa, neno lake na mamlaka juu ya mataifa, juu ya taifa. Kwa akasema kutakuwa na mvua la umande isipokuwa kwa neno langu, neno langu. Uko hapo? Nani ana mamlaka juu ya maisha yako? Unayoyaishi ni yale uliyotamkiwa, ni yale uliyojitamkia, ni yale Mungu aliyokutamkia. Kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Kuna mtu aliyekutamkia neno ambayo ndiyo chanzo cha matatizo unayopitia. Narudia tena. Kuna mtu aliyekutamkia neno la matatizo ambayo ndiyo matatizo unayopitia. Leo tutafuta kila neno baya ambalo walikutamkia, ambalo ndio chanzo na sababisho la hayo unayopitia. Tutafuta kupitia damu ya Yesu. Narudia tena, tutafuta kupitia mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Haleluya! Tutawasambaratisha wale wote waliojiapiza, waliojikusanya na kufanya vikao juu yako, wakajiapiza kwa kauli moja kwamba huyu lazima tumfanyie 1, 2, 3. Wewe hujui. Tutakwenda kuwatawanya kwa jina la Yesu. Eliya ametamka. Sasa angalia Wafalme wa Kwanza 18. Wafalme wa Kwanza 18. Wafalme wa Kwanza 18 na ule mstari wa 17. Wafalme wa Kwanza 18 na ule mstari wa 17. Wafalme wa Kwanza 18 mstari wa 17. Angalia pale, anasema ikawa Ahabu alipomwona Eliya, ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Kumbuka, Eliya alisema hakutakuwa na mvua wala umande miaka hii isipokuwa kwa neno langu. Wewe unajua kabisa kwamba jamani, shangazi alinitamkia mimi kwamba alisema kwamba kama sio yeye tuone kama nitaolewa. Shangazi mimi alishanitamkia kwamba sitakuja kuzaa. Alisema sitakuja kwa kwenye ndoa. Unaona, ni neno limetamkwa. Kwa hiyo huyo ndiye mtaabishaji wako, ndiye chanzo cha matatizo yako. Kwa hiyo aliye nyuma ya matatizo yako ni shangazi aliyekutamkia hutazaa, ni mtu fulani aliyekutamkia hutafika popote, ni mtu fulani aliyekutamkia ambaye hukumsikia, ni mtu fulani aliyekuendea kwa mganga wa kienyeji akasema nilogee huyu, nifungie huyu. Wewe hujui. Wewe hujui. Lakini unashangaa ndoto zako, kuna mahali unakwenda kama kuna mtu amekuwekea uzio. Uvukage mahali fulani. Uvukage ile eneo. Leo tutaondoa ile zuio kwa jina la Yesu. Nasema leo tutaondoa ile zuio katika jina la Yesu. Nasema leo tutaondoa ile zuio katika jina la Yesu Kristo. Zuio lao leo tutaliondoa. Na aliyekuletea hilo zuio tutamuondoa kwa jina la Yesu. Ahabu anamwambia Eliya, je, ni wewe nimekupata ewe mtaabishaji? Nami nasema leo yuko anayekutabisha. Leo na sisi tumempata kwenye maombi. Tutamwendea kwenye ulimwengu wa roho anayekutabisha. Tutamwendea kwenye ulimwengu wa roho anayekusababishia matatizo,
anayekusababisha tabu kwenye maisha yako. Yupo anayesababisha tabu, yupo akutaabishaye, yupo. Narudia tena, yupo. Tunajifunza kitu hapa. Eliya alipotamka hakutakuwa na mvua wala umande isipokuwa kwa neno langu, maneno yale ya Eliya yakawa, na kweli mvua ikunyesha. Vivyo ambavyo waliokutamkia, kwa sababu huku yatangua, huku yabatilisha, maneno yale yamekuwa kwako. Hebu nisikie sauti ikisema, sema Baba, kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka iliyo ndani ya damu ya Yesu, nasimama kinyume na kila mtaabishaji anayetaabisha maisha yangu, kila anayetaabisha, mtaabishaji wa ndoa, mtaabishaji wa mume wangu, mtaabishaji wa watoto, mtaabishaji wa kazi yangu, mtaabishaji wa biashara, mtaabishaji wa watoto, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naingia katika ulimwengu wa roho, nafanya vita na anayenitaabisha, nafanya vita anayesababisha matatizo. Naingia kwenye ulimwengu wa roho, naingia kwenye ulimwengu wa roho kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe mganga unayenitabisha, mchawi unayenitabisha, majini mnaonitabisha, mapepo mnaonitabisha, mizimu mnaonitabisha, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, uliye nyuma ya hii changamoto, uliye nyuma ya hii shida, nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninakusambaratisha usiku wa leo, ninakusambaratisha usiku wa leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Enyi roho za familia mnaonifuatilia, enyi roho za ukoo mnaonifuatilia, ambaye ndiye chanzo cha matatizo kwenye familia, ndiyo chanzo cha matatizo kwenye ukoo, ndiye chanzo cha matatizo kwenye ndoa, na washambulia kwa jina la Yesu, na washambulia kwa jina la Yesu Kristo. Ingia kwenye maombi sasa, hebu washambulia kwa damu ya Yesu Kristo, hebu shambulia huyo kwa damu ya Yesu Kristo. Unamjua anayekusababisha matatizo, unamjua anayekutaabisha, unamjua mtaabishaji wako, unamjua aliyekulaani, unamjua aliyekutamkia laana. Iko damu ya mwana kondoo Yesu, tunakwenda kufuta laana zao, tunakwenda kufuta balaa zao, tunakwenda kufuta mabaya yao, tunakwenda kufuta matatizo yao. Wewe uliye nyuma ya matatizo yangu, wewe uliye nyuma ya kutokufanikiwa kwangu, wewe uliye nyuma ya kukwama kwangu, wewe uliye nyuma ya na kushambulia kwa jina la Yesu, 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 na kushambulia kwa jina la Kristo. Hebu shambulia huyo kwa jina la Yesu Kristo. Hebu shambulia na kuletea mauti, hebu shambulia roho ya mauti, na aliyekuletea hiyo mauti, aliyesema tutakamuue, aliyesema tutamuua, wakakutumia roho ya mauti, wakakutumia roho ya uharibifu, wakasema tuharibu ndoa yake, wakasema tuharibu biashara, tuharibu mifugo yake. Nasema ndoa, ondoa hiyo roho ya uharibifu na mng'oe aliyekuletea uharibifu, mng'oe aliyekusababisha uharibifu. Nasema kuna mtu nyuma ya tatizo lako, nasema kuna mtu nyuma ya changamoto yako. Leo tunamng'oa aliyekuletea changamoto na changamoto zake, aliyekuletea changamoto na changamoto yake, aliyekuletea utasa na utasa wake, aliyekuletea ugumba na ugumba wake, aliyekufunga tumbo. Leo tunamng'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunalifungua tumbo lisilozaa likazae, tunafungua tumbo lisilozaa likazae, tumbo lisilopokea watoto likapokea watoto kwa damu ya mwana kondoo Yesu. Aliyekufunga usipokee cheo, usipande cheo, usipande mshahara, usiunuliwe, usipate safari, usipate promotion, ng'oka kwa jina Yesu, ng'oka kwa jina Yesu, ng'oka kwa jina Yesu, ng'oka kwa jina Yesu, ng'oka, 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 toweka.
Shambulia huyo, shambulia huyo kwa jina Yesu Kristo. 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 Nasema yuko mtu nyuma ya changamoto yako. Nasema yuko mtu nyuma ya shida yako. Nasema yuko mtu nyuma ya taabu yako. Nasema yuko mtu. Nasema yuko mtu anayesababisha changamoto zako, anayesababisha matatizo yako. Nasema yuko mtu nyuma yako. Nasema yuko mtu. Nasema yuko mtu. Mshambulia huyo kwa jina la Yesu. Mshambulia huyo kwa jina la Yesu. Mshambulia huyo kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Shambulia huyo kwa jina la Yesu Kristo. Shambulia huyo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema mshambulia huyo anaitabisha huduma yako, haina utulivu, haina amani. Shambulia huyo kwa jina la Yesu Kristo. Mshambulia huyo kwa jina la Yesu Kristo, anaitabisha huduma yako, anaitabisha huduma yako, anaitabisha kazi yako, anaitabisha biashara yako, anaitabisha mambo ya sogei. Nasema kuna mtu nyuma yako. Nasema kuna mtu nyuma ya changamoto. Nasema kuna mtu nyuma. Nasema kuna mtu nyuma. Nasema kuna mtu nyuma waliojifunga kwa kiapo, wakajiapiza, wakasema hata tutakula wala kunywa mpaka tumemaliza, mpaka tumemaliza huyu, mpaka tumehakikisha olewi, mpaka tumehakikisha aoi, mpaka tumehakikisha apati kazi. Nasema kuna watu wamejiapiza kwenye madhabahu za giza, kwenye madhabahu za kichawi. Shinda hao kwa jina Yesu Kristo. Washinde hao kwa damu Yesu Kristo. Washinde hao kwa damu Yesu Kristo. Washinde hao kwa damu Yesu Kristo. Mwambie Bwana majeshi, ninawafungua watu adui aliyopandikiza uzito. Watu wasitoe fedha kwa ajili ya kujenga nyumba yako. Watu wasitoe fedha kutegemeza kazi yako. Bwana, naondoa ule uzito. Naondoa ule uzito. Namng'oa yule aliyetumwa kuleta uzito. Namng'oa yule aliyetumwa akamwaga roho ya uzito kwa watu wangu, kwa waumini, kwa washirika, kwa damu Yesu Kristo. Nang'oa ule uzito ndani yao. Nang'oa ule uzito ndani yao. Namng'oa yule aliyetumwa kuleta uzito ndani yao. Wawe wazito kutoa fedha, wawe wagumu kutoa fedha. Ng'oa kwa jina Yesu Kristo. Ng'oka wewe kwa jina Yesu Kristo. Ng'oka wewe kwa jina Yesu Kristo. Ng'oka kwa jina Yesu. Ng'oa huyo. Ng'oa aliyetumwa kuzuia watu wasije kwenye biashara. Aliyetumwa kuzuia watu wasije kwenye biashara. Wanakuwa wazito kuingia kwenye biashara, wanakuwa wazito kuingia kwenye duka lako, lakini kwa wengine wanakwenda tu. Wang'oe hao leo kwa jina la Yesu. Wang'oe hao kwa jina la Yesu. Ondoa kila zuio kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wakuletea utajiri wa mataifa. Huo utajiri mbona hauji? Kuna watu wamezuia watu wako. Nasema kuna watu wanaozuia watu wako. Yupo anayesababisha watu wasiingie kwenye malango yako. Ebu wang'oe hao wanaosababisha. Ebu wang'oe hao wanaosababisha. Ebu wang'oe hao wanaosababisha katika jina la Yesu. Ebu wang'oe hao katika jina la Yesu. Ndio, ng'oa, wang'oe. Nimesema tena, wang'oe. Wang'oe hao wataabishaji. Wang'oe hao wataabishaji. Yes, wang'oe. Wang'oe hao. Wang'oe katika jina la Yesu. Wang'oe hao katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana apewe sifa. Amen, amen. Amen, amen. Matendo ya Mitume kuna mtu nyuma ya changamoto yako. Narudia, kuna mtu nyuma ya changamoto yako. Mshinde huyo mtu.
mshinde huyo mtu. Matendo 23. Matendo 23 mstari wa 12. Matendo 23 mstari wa 22. Neno la Bwana linasema, kulipopambauka Wayahudi wakafanya mapatano. Kuna watu wamefanya mapatano. Narudia tena, kuna watu wamefanya mapatano juu yako ili upatwe na mabaya, ili upitie matatizo. Bwana asifiwe. Anasema kulipopambauka wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Mimi sijajua ni wangapi kwako wamepatana, wamekubaliana, wameweka na kiapo. Nimesema kuna mtu nyuma ya tatizo lako. Paulo haelewi kinachoendelea. Kumbe huku nyuma kuna watu wameshajifunga kwa kiapo, wamejiapiza, mpaka tutakapomuua huyu hatutakula wala hatutakunywa. Nami nakutamkia watasubiri sana. Nasema watasubiri sana juu yako. Yale mabaya waliyoyapanga, viapo walivyoapiana, mapatano waliyopatana kukutendea mabaya, nasema hayatakupata. Yatarudia wao kwa jina la Yesu. Yatarudia wao kwa jina la Yesu Kristo. Wale walioapiana kutendea mabaya, walioapiana kuletea madhara, nasema yale madhara yatakuwa juu yao, yale mabaya yatakuwa juu yao, yale majanga yatakuwa juu yao. Hayatakuwa juu yako, hayatakuwa juu yako, hayatakuwa juu yako. Watu wowote waliojiapiza, watu waliojikusanya kwenye vikao vyao ili wakuletee madhara, ili wakutendee mabaya, ili wakuue, ili usipande cheo, ili ufukuzwe kazi, nasema kwa jina la Yesu Kristo, wale wote walioapiana, wale wote waliopatana, na wasambaratisha wote waliopatana kinyume chako, waliopatana kinyume chako, kinyume na ndoa yako, kinyume na biashara yako, kinyume na watoto wako, walioapiana, na wasambaratisha, na wasambaratisha, na wasambaratisha. Na vunja viapo vyao, na vunja mapatano yao, na vunja makubaliano yao, na vunja mtandao wao, na vunja kwa damu ya Yesu Kristo, na vunja ule mtandao, na vunja ule mtandao waliojiapiza kuue, na vunja ule mtandao waliojiapiza ufukuze kazi, na vunja ule mtandao waliojiapiza utazaa, na vunja ule mtandao, ewe mtandao wa kichawi, kinyume na Felista, kinyume na Maxi, kinyume na Glory, kinyume na Gema, kinyume na Florida, kinyume na Lozi, kinyume na Sifael, kinyume na mwanangu, kwa damu ya Yesu Kristo, ule mtandao na uharibu, ule mtandao na uharibu, ule mtandao na uharibu, ule mtandao haribika, 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 haribika. Yale matatizo yaliyotengenezwa, yaliyoandaliwa ili yampate, ili yampate, ili yampate, ili yanipate, na yasambaratisha katika jina la Yesu. Kabla hayaja kupata, yalikwisha tengenezwa, yalikwisha andaliwa. Kabla hayaja kupata, yaharibu. Kabla hayaja kupata, yaharibu.
Tutamng'oa anayekuchelewesha usipande cheo. Tutamng'oa aliyekusababisha ukashushwa cheo. Rako sataya. Nasema tutamng'oa huyo. Nasema tutamng'oa huyo. Nasema tutamng'oa huyo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kabla tatizo halijatupata, tutaling'oa na kulisambaratisha hilo tatizo, na tutamng'oa msababishaji hilo tatizo. Kitabu cha Isaya 54:14. Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 54:14. Kuna mtu nyuma, kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Kuna mtu nyuma ya tatizo langu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 54 54:14 nasema, utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu. Bwana asifiwe. Mstari 15. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wowote, zingatia neno watu wowote, watakaokusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu anajaribu kutueleza kwamba kabla matatizo hayajatupata, kuna watu kwanza wanakusanyana. Kwa Paulo watu wakakusanyana 40, wamejifunga kibwebwe 40. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Ezekieli 11 Mungu akamchukua Ezekieli katika roho, akampeleka mpaka kwenye lango la mji, akamwonyesha kinachofanyika pale usiku. Akamwambia Ezekiel, unaona hawa watu? Akaangalia na kuona watu ambao anawajua kabisa. Akamwambia, hawa unaowaona hawa ndio wanaotunga na kusababisha madhara kwenye mji. Unapoona matatizo kwenye mji, hawa ndio wako nyuma ya matatizo. Unapoona matatizo kwenye nchi, hawa ndio walio nyuma ya matatizo. Hawa ndio watengeneza matatizo. Nami nasema yeyote anayetengeneza matatizo juu yako, yeyote aliye nyuma ya matatizo, wanaojikusanya kutengeneza na kusababisha matatizo, majanga juu yako, ni halali yako. Kama wao hawalali,
mpaka wametenda madhara, nawe upaswi kulala. Unalaa gani wewe ulalaye? Una nini ulalaye? Anasema, tazama nimemuumba muhunzi, nimemuumba muhunzi afukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba muharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako ili kukudhuru haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Nitaka uone pale, tazama yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Hebu sema kwa jina la Yesu, kila kusanyiko la watu wabaya juu yangu, kwa jina la Yesu, kila kusanyiko, kila kikao ambacho wamekusanyika usiku wa leo kunipangia mabaya, kujadili mabaya, katika jina la Yesu naingia katika ulimwengu wa roho na kwenda mpaka mahali walipokusanyana, na kwenda mpaka mahali walikofanya vikao, na kwenda mpaka mahali walikopanga hayo mabaya. Kwa mamlaka ya jina la Yesu na sambaratisha yale mabaya, na sambaratisha yale mabaya. Amesema kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na haribu hiyo silaha ya mauti haitafanikiwa, na haribu hiyo silaha ya magonjwa haitafanikiwa, na haribu hiyo silaha ya laana haitafanikiwa, na haribu hiyo silaha ya kukataliwa haitafanikiwa. Hebu haribu hizo silaha kwa jina la Yesu. Hiyo mauti unayota kwenye ndoto, hiyo ni silaha. Walikusanyana mahali wakasema, tumtumie roho ya mauti, tumtumie roho ya kifo, tumtumie roho ya uharibifu. Mwambie haitafanikiwa. Ewe mauti hutafanikiwa, ewe laana hutafanikiwa, ewe balaa hutafanikiwa, ewe majanga hutafanikiwa, ewe dhoruba hutafanikiwa, madeni hutafanikiwa, hasara hutafanikiwa. Tangaza hautafanikiwa, tangaza hautafanikiwa, tangaza hutafanikiwa, tangaza hautafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Hebu tangaza hautafanikiwa, tangaza hautafanikiwa, ni katika jina la Yesu. Tangaza hautafanikiwa, 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 hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Tangaza hautafanikiwa. Ndio, tangaza hautafanikiwa, tangaza hautafanikiwa. Yes, tangaza hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Yes, kila aliyejikusanya mahali popote walipojikusanya, wasambaratishe, wasambaratishe watesi wako, sambaratisha maadui zako, wasambaratishe wabaya wako kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu nyuma ya tatizo langu, kuna mtu nyuma ya tatizo langu, na kusambaratisha wewe uliye nyuma ya kushindwa kwangu, na kusambaratisha wewe uliye nyuma ya kufeli kwangu, na kusambaratisha wewe uliye nyuma ya matatizo yangu, na kusambaratisha uliye nyuma ya machangamoto ya maumivu ya kichwa, na kusambaratisha wewe uliye nyuma ya kataka paladisa kataya, na kusambaratisha, na kusambaratisha, na kusambaratisha uliye nyuma ya kufeli kwa watoto wangu shule, na kusambaratisha katika jina la Yesu, na kusambaratisha katika jina la Yesu, na kuangusha
ninakuangusha katika jina la Yesu Kristo, ninakuharibu katika jina la uweza la Yesu Kristo. Ndio, ninakuharibu wewe, ninakuharibu wewe uliye nyuma ya changamoto, ninakuharibu wewe uliye nyuma ya shida, na kuharibu wewe, na kuharibu wewe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia damu Yesu Kristo ikaneneme madamu, ikaneneme madamu, ikaneneme madamu, ikaneneme madamu. Damu Yesu nenemema, 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 ineneme madamu, ineneme madamu, ineneme madamu, ineneme madamu. Na washinda kwa damu ya Yesu, waliouwekeana viapo, waliokula viapo, walioapiana, waliokubaliana, ninawashinda kwa damu ya Yesu, ninawashinda kwa damu ya Yesu, ninawashinda kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ninawashinda, ninawashinda kule kazini, nawashinda hapa mtaani, nawashinda kwenye biashara, nawashinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Mungu uliye mwema, asante Baba uliye mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nimeshinda kwa jina la Yesu, nimeshinda kwa jina la Yesu, nimeshinda kwa jina la Yesu. Yes, tabiri, nimeshinda kwa jina la Yesu. Yes, mlie nyuma ya changamoto zangu nimewashinda kwa damu ya Yesu Kristo, nimewashinda kwa damu ya Yesu, nimewashinda. Yes, yes, nimewashinda kwa jina la Yesu Kristo. Mliosababisha uzito kwa watu wasifanye kile Mungu alichokusudia wafanye kwenye kazi ya Mungu, nimewashinda kwa jina la Yesu Kristo. Mliondolewa usingizi kuleta madhara, nimewashinda kwa jina la Yesu. Mabaya yenu hayatanipata, changamoto zenu hazitanipata, laana zenu hazitanipata, magonjwa yenu hayatanipata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema amen.